Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, na maneno machache muhimu. Jambo la kwanza ninaliashiria kwa Waislamu kwamba Waislamu tunaharibikiwa na hatuwezi kupata maendeleo katu abadan kwa utaratibu tulionao wa kukhtalifiana na tukaacha kupatana katika masuala ya maendeleo. Tusitarajie kuweza kupata maendeleo ya aina yote katika sura ya namna hiyo, hakuna. Na ndio maana leo ulimwenguni mashekhe na taasisi kubwa za Kiislamu zinafanya juhudi ya mikutano mbalimbali ambayo mimi mwenyewe nimehudhuria, kuzungumzia namna gani ya kupambana na ikhtilafu zilizopo ili kuwarudisha watu sehemu moja, waendelee kuwa na ikhtilafu lakini waendelee kuwa wamoja na lengo lao kuwa ni moja. Karibuni hivi nilikuwa Bahrain katika mkutano wa sampuli hiyo, na ulikuwa na maudhui yanayosema ummatun wahida wa masirun mushtarak, yani umma mmoja wa Kiislamu lakini lengo liwe moja. Umma mmoja, kila mmoja na mambo yake, ana namna anavyoona katika kuendesha mambo, ana madhhabi ambayo ameshikamana nayo, lakini lengo liwe moja. Mjadala ulikuwa mrefu na kila mmoja ameondoka na namna gani atafanya katika nchi yake. Wasia wangu kwa Waislamu kwamba ili tupate maendeleo katika Uislamu lazima tuache na tuzipuuze zile ikhtilafu zilizopo. Kila mmoja aendelee hivyo anavyoona yeye, lakini lengo letu liwe ni Uislamu na maendeleo. Ili ni jambo la kwanza ambalo nalitupa kwa Waislamu waelewe. Katika mkutano tuliokuwa nao kule Bahrain, ulisimamiwa na Sheikhul Azhar wal Imamul Akbar Ahmad al-Tayyib chini ya usimamizi wa mfalme wa Bahrain. Jambo jingine ambalo pia nalitupa kwa Waislamu ni lile ambalo limeguswa katika risala na likaguswa pia na waliotangulia kabla ya katibu mkuu, jambo la amani. Jambo la amani, hata mtu kama atakasirika kwamba tunasema sana, hatutaacha kuwa tunasema swala la amani, kwa sababu ni swala muhimu sana. Amani sio kitu cha kuchezea. Amani ni kitu ambacho kinahitaji kutunzwa. Na ikiwa nyinyi mwahisi kwamba mmejaliwa na Mungu mko katika amani, si mpaka muitunze. Kama hamuitunzi, amani itachafuka. Mara nyingi ilikuwa nikitoa mfano kwamba amani ni sawa na yai. Ukilishika ulishike kwa uangalifu mkubwa. Likikuponyoka likaanguka lile yai, litavunjika na huwezi kulizoa. Na ndivyo amani inapokuwa imeharibika, kuirudisha kwake ni taabu sana. Na mfano mzuri, wewe safirisha tu fikra zako, mawazo yako, angalia nchi ambazo zimechafukiwa ni amani, zimerudi ile amani. Na hata zile ambazo tayari sasa kumeanza kutulia, mnaona bado wako katika raha. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawaamrisha Waislamu kwamba lazima mshukuru sana na muabudu Mungu kwa neema ya amani. Asema falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf. Anaambia Makureishi kwamba muabuduni Mungu wa nyumba hii Al-Kaaba, ambaye amekupeni amani na akakulisheni katika njaa. Watu wote wanapastahi mahala hapa, wanapaheshimu mahala hapa, hawezi wakaleta vita mahala hapa. Mshukuruni huyo Mungu aliyofanya hivyo. Ile ni mafunzo ya kwamba amani haitakiwi kuguswa. Sasa katika nchi yetu hatuwezi tukaachia tu hivi, mtu anajaribu kuleta viashiria vikaweza kuharibu amani, alafu sisi wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu kwamba hivyo ndio sawa sawa. Au maneno yasiyokuwa ya fikra, maneno ya mtu juhala, anayeweza mtu kusema kwamba wacha kinuke.
Hata kishanuka ni maana yake nini? Kishanuka ndio utakaa wewe katika nchi, atakaa shangazi yako katika nchi, atakaa babio katika nchi, patakalika tena mahala hapo. Hilo la kwanza. Lakini la pili la kufikiri ambalo Mungu ametuambia katika Qur'an, ametuambia kila mara, akituambia anataka tuzitumie vizuri zile akili zetu. Anasema afala taqilun, je, hamtumia akili zenu nyinyi katika kufikiri mambo? Afala tatafakkarun, hamfikiri vizuri mkaingia ndani katika kufikiri? Katika jambo lolote ukitaka kulifanya ni sharti ufikiri vizuri. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibata, ukitaka kufanya jambo fikiria mwisho wake. Mmefikiri vizuri mpaka mnaona tini mahala unaweza ukafanya jambo lolote na hata likitokea halina neno? Tusighilibiwe Waislamu, na tusighilibiwe hata Watanzania wote, tusighilibiwe. Lazima tufikiri, mtu tumuassess yule mtu kwamba anatuambia nini itatokea, faida yake ni ipi, tutakuwa katika hali gani baada ya kumfuata mtu huyo. Haya ndio mambo yanatakiwa watu watazame, na ndio Uislamu umetufundisha vitu vya namna hiyo. Nitaka kidogo nipasemee hapa, nitupe maneno haya kwa Waislamu na Watanzania ili tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya amani katika nchi, lakini lazima tuelewe tumezungukwa, alafu tuko center. Wenzetu wale tuzunguka wana amani? Wengi wao hawana amani. Wanakimbilia wapi? Tanzania. Ikichafuka Tanzania twenda wapi? Jalla jalalu. Lazima tuangalie. Haya ni mambo muhimu sana, hatakiwi kufatafata tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, akasema wala, anawaambia sahaba mmoja, wala takun imaa, usiwe ngomaiko. Yani usiwe mtu ambaye likitokea jambo fulani mimi niko pamoja na fulani, ana maa fulani. Hapana, wewe mwenyewe utumie fikra zako katika kuona namna gani unaweza ukasababisha machafuko katika nchi. Wa mu'dhamu an-nari min mustasghari sharar, moto mkubwa asili yake cheche. Kamata maneno hayo, moto mkubwa asili yake cheche. Kila unavyoiachia cheche kwamba haina neno, ni cheche tu ya moto, haina neno, baadaye kutatokea mlipuko mkubwa, haiwezekani kuuzima. Kwa hiyo tusikubali kabisa viashiria ambavyo vinaweza kutuharibia amani yetu katika nchi yetu nzuri ya Tanzania, na tuko katika mwaka mbaya ambao wanaweza wakatokezea watu wakaharibu amani. Mimi sina mahali pa kukimbilia, na mimi na hakika na wewe huna mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo ni juu yetu basi, kama ni hivyo, kuitunza amani. Hatuna muda wa kuizungumza sana, inahitaji masaa mawili hivi kuizungumza ili watu waelewe nini amani na Uislamu umesemaje juu ya amani. Mwaka huu ni mwaka ambao tunaendea uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu itakuwa sisi wenyewe tuwe na akili kuwachagua viongozi tunawataka, watakao tufaa. Sio hivi tu, yani haiwezekani Muislamu akawa anajifanyia jambo hivi tu. Hata Mungu anaumba lakini bado anachagua. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba atakacho, lakini pia anachagua. Kwa hiyo sisi lazima tuchague kitu kilichokuwa bora. Vitu viwili vikiwekwa, hiki bora, hiki si bora, unachotakiwa wewe ni kuitumia akili kuchagua bora. Khalas. Hata Mwenyezi Mungu alipokuwa anaeleza dunia na akhera, ameweka vitu viwili. Kaweka akhera hapa, akaweka dunia kushoto. Akasema kumwambia mtume, na msemo ule na tuenea sisi sote, akasema walal akhiratu khairul laka min alula, akhera ni bora kwako wewe Muhammad kuliko ulimwengu. Afu akamwachia, utajua wewe mwenyewe ni kitu gani cha kuchagua, lakini mimi kama Mungu nakwambia akhera bora kuliko ulimwengu. Sasa kama utachagua wewe mwenyewe ulimwengu, si akili yako mbovu? Kama utajua akhera si ndio jambo lilokuwa la bora, hilo ndio kitu kilichokuwa bora. Tatu, katika mwaka wa uchaguzi, viongozi tunatakiwa kuwachagua kuanzia ngazi zote, iwe diwani, iwe wabunge, iwe raisi. Angalia yule mtu ambaye unamuona atakufaa na atakayeweza kukusaidia. Sio kujishagulia tu, unacheka tu, unafuatafuata tu, mtu kakwambia unakubali tu.
Muislamu hawi katika kitu cha namna hiyo. Tulikuwa tunasoma zamani shuleni, kuna methali inasema kizuri cha jiuza, kibaya khalas. Wa ala labibi takfihi al-ishara, wanasema Waarabu. Mtu mwenye akili anaambiwa kidogo anaelewa sana, hatuna haja kuendelea. Jingine, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwaka huu. Dua kwa wingi misikitini, tukiwa majumbani, tukiamka usiku kuswali. Tumwombe Mwenyezi Mungu uchaguzi upite kwa salama na amani, na Mwenyezi Mungu atujalie tupate kheri na baraka katika nchi yetu, tupate viongozi wazuri watakao tufaa, ambao tumewachagua wenyewe kwa uchaguzi wetu wenyewe. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya namna hiyo. Kipindi hiki tufanye sana dua, na viongozi wetu tulionao pia tuombe Mungu. Viongozi wetu wote waliopo, waliostaafu, tuombe Mungu, na sisi wenyewe tujiombee. Amesema Mtume, man daa li amirihi faqad daa li nafsihi, anayemuombea kiongozi wake kajiombea mwenyewe. Wala sio kwamba kamwombea nani kiongozi wake, kajiombea mwenyewe. Kwa sababu kiongozi akitengenekewa, wewe raia na wewe unatengenekewa. Kiongozi akiharibikiwa, nchi nzima itaharibika. Sasa kwa ajili ya kujinusuru wewe, unamuombea kiongozi wako ili na wewe pia upate kutengenekewa. Mheshimiwa Rais, tuna mengi sana tuliyopanga kuyazungumza, lakini hatuna nafasi nayo katika kuyazungumza. Sasa nikuombe kwa heshima kubwa na taadhima, uchukue nafasi uzungumze na Waislamu, bali uzungumze na Watanzania wote kwa namna ambayo ulioipanga leo katika baraza letu hili la Idi. Karibu sana Mheshimiwa Rais.